la Yesu Kristo tunaliinua jina lako ya Mungu wetu. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Pokea sifa na heshima ya Bwana. Mshukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie Bwana hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Maana wapo wagonjwa wako hospitalini wanatamani waseme asante, lakini nashindikana kwao. Mwambie Bwana asante. Wewe Mungu amekupa Mungu afya njema ya kuweza kumshukuru Mungu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti ali hai. Asante kwa matendo yako makuu Bwana. Tunakushukuru kwa jioni njema ya leo. Bwana Yesu asante Mungu. Tunatembea kwa neema yako. Tunaishi kwa neema yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Wala si kwa nguvu zetu, wala si kwa matendo yetu, ni kwa sababu ya uweza wako Bwana. Tunasema asante kwa uweza wako. Kwa jina la Yesu wa Nazareti ali hai. Asante Mungu wetu Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na heshima. Katika jina la Yesu. Amen. Shakia Yesu makofi. Nyosha mikono yako juu hapo uliposema, ee Bwana Yesu, tunasogea mbele zako jioni ya leo. Tunaomba rehema zako, tunaomba utusamehe dhambi zetu zote, maovu yetu yote kwa jina la Yesu. Ee Bwana Yesu, tunaomba toba na rehema kwa jina la Yesu, maana imeandikwa maombi ya mwenye haki ni manukato mbele zako, bali maombi ya mwenye dhambi ni chukizo mbele zako. Ee Bwana Yesu, maombi yetu yawe manukato mbele zako kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ee Bwana Yesu, naomba unisamehe. Samehe familia yangu, samehe ndugu zangu, samehe maisha yangu, samehe kila maneno niliyonena vibaya kwa jina la Yesu, niliyekuazana na mtu, niliyekosana na jirani yangu. Ninaomba rehema Bwana, naomba unisamehe Bwana kwa jina la Yesu, maana imeandikwa kwenye Mathayo sura ya 6 na ule mstari wa 14 inavyosema, nani msimamapo kusali sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu wa mbinguni awasamehe dhambi zenu. Kwa jina la Yesu, nami nawasamehe wote walionikwaza, nilioweka moyoni mwangu. Kwa jina la Yesu, ingia mbele za Bwana, omba toba na rehema hapo ulipo, jitakase mbele za Bwana, omba toba na rehema kwa jina la Yesu. Bwana nisamehe, mnamsamehe jirani yangu aliyenikwaza, amsamehe. Omba rehema hapo ulipo, wasamehe kila mtu, samehe, tangaza msamaha kwa wale waliokukosea, tangaza msamaha ili Mungu akusamehe wewe, lazima usamehe. Mwambie Bwana nisamehe makosa yangu, nisamehe dhambi yangu e Bwana. Pengine nimewaza vibaya, pengine nimekosea mbele zako, pengine nimekuwa kinyume mbele zako, pengine nimekimbia maovu. Biblia inasema ipo njia kana macho kwa ni sawa, lakini mwisho wake njia za mauti. Bwana Yesu asogea mbele zako Bwana. Na wewe unajiona uko sawa machoni pako, lakini kumbe mbele zako Bwana umekosea mbele zako. Kumbe Bwana mbele zako unaonekana mwovu. Ninaomba toba na rehema Bwana kwa jina la Yesu wa Nazareti ali hai. Ninawatangazia msamaha wote waliokosea Bwana katika jina la Yesu Kristo. Achia rehema hapo ipo, tangaza msamaha, tangaza msamaha. Biblia inasema ipo njia iendanayo machoni pa mtu yakuwa ni sawa, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Mwambie Bwana nisamehe dhambi yangu. Na wewe ninajiona ni wema, lakini kumbe mbele zako Bwana waliona mwovu, waliona mkosaji. Kumbe mbele zako Bwana waliona ni dhambi, waliona ninanuka. Kwa jina la Yesu, mwambie nioshe dhambi yangu, nioshe mwovu wa makosa yangu, ili nisogee mbele zako Bwana kwenye kiti chako cha rehema katika jina la Yesu Kristo. Anasema karibia kiti cha rehema kwa ujasiri, tupate neema kwa jina la kusaidia wakati wa mahitaji yetu. Mwambie Bwana nisamehe makosa yangu, nisamehe kila uovu kwa jina la Yesu Kristo. Ole unaoonekana machoni pako Bwana katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Haleluya. Sema ee Bwana Yesu, ninasogea mbele zako jioni ya leo, ninajipatanisha na ibada ya leo katika jina la Yesu. Najipatanisha na neema yako ee Bwana Yesu, najipatanisha na madhabahu ya mbinguni kwa jina la Yesu. Nipate kibali mbele zako Bwana kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ee Bwana Yesu, najipatanisha na wazee 24 kwa jina la Yesu. Najipatanisha na wenye uhai 4 kwa jina la Yesu. Najipatanisha na malaika wa majibu yangu
jina la Yesu. Hebu jipatanisha na ibada ya jioni ya leo kwa jina, jipatanisha na ibada ya jioni ya leo, jipatanisha na neema ya jioni ya leo, jipatanisha na madhabahu ya mbinguni kwa jina la Yesu. Ndio nenda kibali, ndio nenda baraka kwenye maisha yako, jipatanisha na madhabahu ya mbinguni kwa jina la Yesu wa Nazareti ali hai. Bwana Yesu, jikabidhi mbele zako, jipatanisha na madhabahu ya mbinguni kwa jina la Yesu, yenye kutetea haki za watu, yenye kutetea kwa jina la Yesu madhabahu ya mbinguni, yenye kuinua walio chini, yenye kuinua waliodhalinika, yenye kuinua washamba walio chini, katika jina la Yesu Kristo ninajipatanisha na madhabahu ya mbinguni, najipatanisha na wenye uhai wanne katika jina la Yesu, najipatanisha na wazee 24 katika jina la Yesu, wanaozunguka kiti cha enzi katika jina la Yesu wa Nazareti hai, wanaoinama kwenye kiti cha enzi katika jina la Yesu wa Nazareti hai, ninajipatanisha Bwana na wenye uhai wanne katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Jioni ya Bwana Yesu, katika jina la Yesu, ibada ya leo Mungu wetu tulikabidhi mikononi mwako, acha watembee na wewe, acha watembee na wewe kwa jina la Yesu Kristo, ukaiongoze Bwana ibada ya jioni ya leo, tukaona wema wako, tukaona uso wako, neema yako ya Bwana iende pamoja nasi jioni ya leo Bwana. Musa akasema ya kwamba neema yako isipoende pamoja nasi hatuwezi kutoka mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo, neema yako ya Bwana iende pamoja nasi kwenye ibada ya jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Uso wako Mungu wetu uende pamoja nasi kwenye ibada ya jioni ya leo, ili tuweze kutembea na wewe katika jina la Yesu wa Nazareti. Mbingu lako Bwana iende pamoja nasi kwenye ibada ya leo katika jina la Yesu Kristo. Piga Yesu makofi. Tuimbe wote, Yesu nipendaye. Yesu nipendaye. Ya
bubujika. Shika daima. Sema tena. Kwako Bwana. Kisima. Uzima wangu. Bubujika. Inua mikono yako juu sasa. Pata sauti tena. Kanisa, sema kwako Bwana. Kisima. Wangu. Bubujika. Bubujika. Umenipendelea, umenipa kibali, umenipa nafasi katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa hiyo rehema zako na neema yako juu ya maisha yangu. Bwana Yesu, umenipendelea, umenipa nafasi leo ni kuabudu wewe katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Maisha ya mwanadamu, maisha yetu ni mizimu. Biblia inasema hakuna kumbukumbu yoyote kwa mtu akifa. Hamna kumbukumbu yoyote. Sema amina. Biblia inasemaje? Inasema mtu akifa, baada ya kifo ni hukumu na hakuna kumbukumbu yoyote ya mfu. Kwa mtu anapokufa, roho yake ile inakuwa haiko tena duniani. Usijidanganye kwamba eti wao wanatuona, sisi tunafanyaje, ametuona tumejenga kaburi lake. Hakuna. Hiyo ni kudanganyana. Mtu anapokufa hakuna kumbukumbu tena ya duniani. Akiwa ni mtenda mazuri, mtenda mema, anasubiri sehemu, yupo sehemu anapumzika sehemu, na sio mbinguni, anakaa sehemu na wote wale waliofufuka katika haki kuanzia Adamu. Anasubiri kwa ajili ya unyakuo wa kupelekwa tena sehemu nyingine. Kwa wote waliokufa, waliokuwa watenda haki, kuna sehemu wanawekwa, wanasubiri kwa ajili ya kwenda mbinguni. Hawajaenda mbinguni bado. Na wale watu ambao walikuwa hawajatenda haki, kuna sehemu wanawekwa na wanasubiri hukumu na wao wenyewe. Kwa zipo sehemu mbili za watenda haki na wasiotenda haki. Wale watu ambao sio wa Mungu, hawajamcha, sio wacha Mungu, kuna sehemu ambayo wanawekwa. Na hiyo sehemu ni sehemu moja ambayo inaitwa Jehanamu. Zamani Jehanamu ilikuwa moja, lakini Yesu alipofufuka aliwahamisha wote kuwatoa Jehanamu wale wenye haki. Jehanamu ilikuwa wote, mtu mkifa zamani ilikuwa wote mnaenda Jehanamu. Ile Jehanamu kulikuwa na sehemu mbili, sehemu ya wenye haki na sehemu wasiokuwa na haki. Ndio sehemu ambayo tajiri alimuona yule Lazaro maskini akiwa ile sehemu ambayo yupo kifuani kwa Ibrahim. Akasema naomba hata anipe hata ncha ya kidole chake maji, si ndio? Lakini Yesu alipofufuka, kusoma Biblia Mathayo inasema wafu walionekana. Kwa nini? Aliwafufua, aliwatoa wote Jehanamu, akaondoka nao Yesu Kristo. Na wote sasa hivi wanaokufa katika haki wapo sehemu ambayo ipo, ambayo sio mbinguni, sehemu wanaosubiri kwa ajili ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo kuna sehemu fulani nzuri sana. Mtu mwenye haki akifa hapa leo, roho yake inapotoka, malaika wanakuja kumpokea kwa shangwe, kwa furaha, kwa kumwambia ushindi, wanaenda naye. Mtu ambaye sio wa haki akifa leo, kuna jamaa wanatoka Jehanamu weusi sana, mkaa mweupe, weusi sana, wawili wanakukamata. Tena wakukamata tu unapotoa, wanakujia wakati roho inataka kutoka pale. Na ndio maana unakuta kuna marehemu unakuta ametoa macho, kwa sababu wale watu wanatisha sana. Wawili nao wapo, wanakujia, wanakuchukua hivi, wanakupeleka Jehanamu, kwamba wewe ni wa huku, wewe ni wa kwetu huku. Sasa haya mambo ukiwa
mhubiri, ukiwa wewe ni muumini, ukiwa unakuja kanisani, lazima ujue haya mambo. Ni muhimu sana kuliko hata biashara uliyokuwa nayo, kuliko hata kazi, ni muhimu kuliko hata afya uliyokuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kabisa kwamba sisi wote hapa tutakuja, tutaondoka. Hakuna mtu ataishi miaka 150. Kwa maana yake lazima tujiandae na mazingira yetu, na hivyo ndio kitu muhimu sana katika maisha yetu kuliko kitu chochote, kwamba lazima tuwe na maisha matakatifu ambayo siku tukapoondoka hatutaweza kumzuia Mungu. Siku tutakapokufa tuzuie Mungu. Hatuwezi kuchukua maiti yako tukaiweka hapa tuanze kufunga 7 kavu wewe ufufuke. Kuna askofu wangu mmoja alitwaliwa usiku saa 5, alianguka tu sebleni akafa. Mtu unajua anapokufa ile ghafla mwili unakuwa ni bado, ukimshika hivi unakuwa wa moto bado. Nikapigiwa simu saa 6 usiku, tukaenda, kapigiwa na mama askofu, njoo huku kuna shida imetokea. Tukaenda mpaka pale saa 6 usiku, nimefika pale. Kufika pale mama askofu anambia tuombe, naomba tuombe huyu mtu ainuke. Kwa hiyo tukakaa kwenye maombi, lakini mpaka saa 3:4 tulikuwa tushakata tamaa, kwa sababu ashaanza kuwa mgumu, kabidi tuache, lakini ndio ameondoka hivyo. Saa 4 ile basi ikawa ndio mwisho tena, lakini mama alikuwa na imani kwamba huyu atainuka. Haina kuinuka. Chochote unachokiona kinatokea, akitokee kwa sababu watu wanaomba, kinatokea kwa sababu Mungu ameamua. Haina maana kwamba mtu aliyekufa hawezi kufufuka, anaweza, ila Mungu akiamua kwa ajili ya utukufu wake, sio kwa sababu ya maombi yetu, lakini kwa mapenzi yake Mungu. Tunamwona mtu mmoja mwanamke anaitwa Dorcas. Watu walilia sana kwa uchungu. Kwa sababu gani? Walikuwa watu hawana nguo, yeye anawashonea nguo. Ashone kwa ajili ya kuziuza, anashona kwa ajili ya kuwapa maskini. Alipokufa watu walilia. Ni Petro akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akasema hapana, nataka nijidhihirishe kwa huyo mtu, atafufuka. Alienda ndani, alipoenda ndani akaanza kuomba, na Dorcas akafanyaje? Akafufuka. Kwa hiyo inawezekana kwa Mungu, ila kwa mapenzi ya Mungu yeye mwenyewe akitaka. Sasa tunakuja kwenye mizimu. Asilimia kubwa ya maisha yetu tokana na mizimu. Mizimu inatokana na nini? Inatokana wa mababa wa familia ama mabibi wa familia ama ukoo. Wale watu walipokufa, nafsi zao, nafsi ndio shetani anaingia. Shetani roho anazikamata zile nafsi za watu waliokufa na zinakuwa mizimu. Nafsi sio roho. Roho inaenda kwa Mungu, mwili tunaufukia, unakuja unaoza, ila nafsi iliyotoka kwenye mwili, maana nafsi inakaa tu sehemu ambayo kuna mwili na roho tu. Ndio wanashangaa sana watu wanaosema Mungu ana nafsi 3. Mungu hana nafsi 3. Nafsi ya Mungu ni Yesu Kristo. Na nafsi ya Mungu ni nini? Zamani alipokuwa nakaa kwa manabii, nabii anapotamka maneno anakuwa jitambui yale anayoongea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameikamata ile nafsi ya huyo nabii. Nabii wa zamani anasema Bwana wa majeshi asema. Akishasema hivyo, anayosema yeye sio yeye tena, ni Mungu anamtumia. Ingawa yeye anasikia, lakini Mungu anamtumia kusema. Hiyo ndo nafsi ya Mungu. Amesema Mungu kwa nafsi yake. Lakini nafsi nyingine ya Mungu ni Kristo, kwa sababu Kristo alikuja kwenye mwili. Kwa nafsi haiwezi kukaa sehemu ambayo hakuna mwili. Kwa hiyo inapotoka sasa, inapoacha mwili, ile nafsi inabaki, haiendi yenyewe kwa Mungu. Kwa Mungu inaenda roho. Na kwa sababu mwili umebaki pale, huwa nafsi inakuwepo pale kwenye ule mwili. Na ndio maana sehemu ambayo ni mbaya sana ni sehemu ya kuaga maiti. Watu wanaweza kufanya uchawi. Kwa nini? Ndio sehemu ambayo nafsi inabaki pale. Na nafsi inapotengana na roho inakuwa useless, haina chochote. Kwa hiyo shetani anaweza kuingia kwenye ile nafsi, au mchawi anaweza kuikamata ile nafsi na kuanza kuisumbua hii familia. Wachawi wanatumia nafsi kwenye sehemu ya kuaga marehemu, na wanaweza kuikamata ile nafsi na kuanza kuisumbua ili kusumbua familia iliyobaki. Sasa hapo unaweza kuwa ni mchawi, au inaweza kawa ni shetani mwenyewe ameamua kuichukua nafsi. Sasa mtu amefariki, kwenye ndoto anaanza kuongea na wewe. Mtu amefariki, unaanza kumuona na kutokea. Kwa inaweza kawa ni kazi za kichawi, au inaweza ikawa ni kazi za shetani katika ile nafsi. Lakini mara nyingi nafsi ambazo zinatumika kimizimu haziwi ni nafsi za watu ambao
ni wa sasa hivi, wanatakiwa vizazi vipite, wanatakiwa wawe mababu na mabibi. Zile nafsi ndio zinatumika kimizimu. Lakini nafsi ambayo inayotoka sasa hivi, ambayo bado haina hata wajukuu, una hata vizazi vitatu vinne vilivyopita, una hata kizazi vingapi, huwezi kuwa mzimu. Ila unaweza ukachukuliwa nafsi yako kiuchawi ikaanza kusumbua familia yako. Sasa mizimu ipo aina tatu. Kuna mizimu ambayo watu walikuwa wanafanya matambiko wakaacha, lakini mababu na mababu walikuwa wanafanya matambiko wakaacha. Hii mizimu inakuwa na hasira kwenye familia, kwa sababu zile sadaka ambazo zilikuwa zinatolewa za kondoo, za mbuzi, za ng'ombe, za unga ama pombe. Kuna mizimu mingine inabarikiwa na pombe, wengine ni chakula kinawekwa hapo. Sasa ile mizimu inakuwa na hasira na mtu ama na kizazi hiki ama na wajukuu hawa, kwa sababu matambiko hayafanyiki. Kwa wanachokifanya nini? Kinachofanyika ni kwamba inaanza kuleta laana ya familia. Tunasema laana ya familia. Laana ya familia inatokana na mizimu ambayo ina hasira kwenye huu ukoo, kwenye hii familia, na inaweza kuleta laana yoyote. Inaweza kuleta laana kwenye mahusiano, ukakuta familia nzima kwenye eneo la mahusiano walipo vizuri. Inaweza kuleta laana kwenye elimu. Kwenye elimu ikawa hii familia ipo vizuri, ikawa kwenye tu maisha tu ya maendeleo, akawa maisha haya hayaendi vizuri. Unaweza ukawa unakufa, mtu amekufa mjomba, lakini nafsi ya mjomba ikaingia ndani ya maisha yako, alafu ukaanza kuishi maisha ya mjomba. Hiko ni kitu kingine. Unafikiria hii, mbona amekuwa hivi huyu mtoto? Mbona amekuwa katika mazingira mabaya? Kumbe nafsi ya mtu ambaye alikuwepo kwenye familia, labda inawezekana ya kwako au ya mume wako, imemuingia. Huyu jamaa alikuwa mlevi sana. Unashangaa sisi baba na mama sio walevi hivyo, hatupo katika mazingira hayo. Huyu mtoto anakuwaje hivi? Leo tunaona mpaka watoto wachungaji wanaharibikiwa. Lakini kitu kikubwa ni nini? Roho za mafatilizi. Unashangaa mtoto amekulia kanisani, lakini kuna roho za mafatilizi ambazo zinatokea kwenye familia anapotokea. Kitu kikubwa sana kwenye maisha yetu, hata tunapooa na kuolewa, familia gani unapotokea. Sababu familia, kila familia unaotokea, kila ukoo unaotokea una mizimu ya ukoo. Hata wazungu nao wana mizimu. Unaona zile mali ambao Wajerumani wameziweka, kuna kabila tu ambalo linaweza kuzitoa, lakini sio Wajerumani wote wanaweza kutoa. Na hiyo inatokana na nini? Na roho za mizimu. Sasa roho za mizimu hizi zinatesa maisha ya watu. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukawa mchungaji, unaweza ukawa unaitwa nabii, unaweza ukaitwa mtume na una mizimu. Tunapishiana mizimu kukutawala. Kuna mizimu na kutawala 80%, kuna mizimu na kutawala 99%. Kuna mizimu na kutawala 50%. Kuna mizimu inatawala maisha yako 20%, 10%. Inatokana na maisha yako wewe yakoje. Lakini mtu ambaye wa kiroho, ambaye Yesu alisema mtapokea nguvu akiisha wajilia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Roho Mtakatifu anakuja kwa nini na nguvu? Kwa nini nasema nguvu? Nguvu maana yake kwamba inaenda kupingana na nguvu nyingine iliyokuwa ndani yako. Siku ya Pentecost, Roho Mtakatifu alishuka kwa wanafunzi na ikaonekana juu ya vichwa vyao kama miali ya moto. Na ile ilikuwa ni nini? Ni ishara ya kuteketeza vitu ndani ya maisha ya watu. Biblia inasema Mungu wetu ni moto ulao. Maana yake ilikuwa inateketeza vitu ambavyo vinamtawala huyo mtu. Yesu alipofufuka aliombewa na wanafunzi wake, mimi sio mzimu, kwa sababu mzimu hauna mwili kama huu, hauna mifupa kama huu, ni skeli. Sema amina. Tomaso alikuwa amini, anambia angalia sehemu ambayo nilifanya, nimepigwa misumari. Kwa sababu anasema nisipoona hiyo sehemu usiamini, najua ni mzimu tu ametupea. Kwa sababu ni historia zipo za mizimu kuwatokea watu. Lakini tunaona mtu mmoja anaitwa Sauli kwenye kitabu cha Samueli, alimpandisha Samueli juu kwa mganga mwanamke mwenye pepo la utambuzi, wakampandisha juu Samueli aliyekuwa amekufa. Lakini aliyepanda pale sio Samueli, ilikuwa ni mzimu. Na ilikuwa rahisi. Kwa nini? Kwa sababu zamani ilikuwa jehanamu ni moja tu, wote wanaenda jehanamu, kuikamata nafsi ya mtu. Na ndio maana shetani anataka kuikamata nafsi ya Musa ili aitumie kama mzimu. Mungu aliweza kumtuma malaika ili kuilinda nafsi yake.
na mwili wake ili shetani asiutumie. Maana angetumia kama mzimu, angewapotosha wana wa Israeli, angekuja kama Musa na angeanza kuongoza katika mambo mabaya. Kwa hiyo roho za mizimu zinatawala, na mizimu ni nguvu ambayo ina maagano na damu yako, ina maagano ndani yako, inafanya kazi, ina maagano. Na hii nguvu ya mizimu ili tuishinde inafanyaje? Tunahitaji Roho Mtakatifu ndani yetu. Kuna watu aina mbili. Kuna watu ambao Roho Mtakatifu anawaongoza na kuna watu ambao Roho Mtakatifu amewatawala. Wewe, Roho Mtakatifu anakufanyaje? Anakuongoza au anakutawala? Mtu anayetawaliwa na Roho Mtakatifu, maisha yake yote ni Roho Mtakatifu. Hawezi kwenda sehemu, hawezi kufanya chochote, hawezi kuvaa chochote pasipo mwongozo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio kila kitu ndani yake. Hao ni watu wachache sana, lakini tuna watu ambao tupo kanisani tuna nafasi hata Roho Mtakatifu kusema kitu, kukuongoza kitu ukakitii, na sio vyote unavyovitii, kwa sababu kuna wakati nafsi yako inagombana na roho, kwa sababu ndio hivyo, nafsi inagombana na roho kila siku. Wakati huu ndani yako roho inakwambia njoo kanisani, nenda kwenye maombi, mwili unakwambia umechoka, umefanya hivi na hivi. Sasa mwisho wa siku ni nini? Hakuna kitu ambacho ni kibaya kama mizimu. Nimesema kuna aina tatu. Kuna yale mizimu ambayo inaleta laana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuna vitu mmeshindwa kuvifanya, kuna matambiko yafanyiki, kwa hiyo yanaleta laana juu ya familia. Kuna mizimu ya pili. Mizimu ya pili inakuongoza. Yenyewe haina shida na matambiko, hayana shida na mambo yoyote, lakini yenyewe yanakuongoza kwenye mambo mema. Yanakuongoza kwenye mambo mema ya kwako, lakini haimaanishi ni Mungu. Bado mzimu ni nafsi za watu waliokufa ambazo shetani ameingia anazitumia. Hivi ushawahi kuona konokono wa baharini? Tabia zao, akiona gamba zuri huwa anajivua lile aliyokuwa nalo, anaingia kwenye gamba zuri, anaendelea na safari. Kuna wale konokono wa baharini ambao anaweza akatoka kwenye gamba hili akaingia kwenye gamba hili la wale ambao konokono waliokufa. Akikuwa kidogo analiacha lile dogo, anaingia kwenye lingine kubwa, anaingia anaenda kutembea humo, anaendelea kuishi humo. Akiona hata kizibo hichi anaweza akakitumia pia kukaa humo. Akiona kifaya na ama anaingia sehemu nyingine. Kwa hiyo nafsi za watu waliokufa, shetani anaingia ndani yao na kuanza kuzitumikisha zile nafsi katika habari ya kujifanya kwamba ni miungu ya familia ama miungu kwenye ukoo. Leo vitu vingi vinatokana na mizimu, na mizimu inaweza karuhusu wachawi juu yako ili tu kukushambulia, ili tu kukupiga, ili tu kukuletea mabaya. Sasa kuna mizimu ambayo inakuletea mema, lakini mizimu inakuletea mema juu ya maisha yako, inaleta mema, lakini sio Mungu. Na kuna mizimu ambayo yenyewe inakusikiliza wewe unafanya nini, yenyewe inakusupport. Ukiwa wewe ni mchungaji, inakusupport kwenye kazi yako ya uchungaji. Na ndio maana unaweza kuwa mchungaji leo unaongozwa na mizimu. Na ili kututambua wewe kwamba unaongozwa na mizimu, tutakutambua kwa matunda. Kuna tunda linaitwa tunda la Roho Mtakatifu. Kwenye Biblia tunda la Roho Mtakatifu linazungumza nini? Upole, kiasi, utu mwema, fadhili, sio nini. Lakini na maisha yako wewe ya kiroho pia ya binafsi, una maisha gani? Lakini kama una maisha ambayo hayampendezi Mungu, una maisha ya uasi, una maisha ya dhambi, lakini unasimama madhabahuni kama hapa, unatuongoza na unafanikiwa, hatumaanishi kwamba wewe unafanikiwa kwa sababu una Mungu. Inawezekana kuna mizimu ya kwenu ambayo inakusupport kukufanikisha kwenye shughuli zako, maana yenyewe inachukua shughuli. Na kitu kingine ambacho nataka kukwambia, mizimu haiogopi uwepo wa Mungu. Mizimu sio pepo. Akikwambia mimi mzimu, ukiona pepo analipuka huko katikati yetu, sasa mimi mzimu wa kwao, ujue huyo muongo. Mizimu halipuki. Mizimu inakaa kwenye uwepo. Ni kama leo mtu akwambia mimi Lucifer. Lucifer alishafungwa. Na alifungwa siku gani? Yesu alipoenda kuzimu, akamfunga minyororo, akampokonya funguo ya kuzimu na mauti. Lucifer yupo duniani, ila Yesu atakapochukua kanisa atafunguliwa Lucifer, na atasimama na nabii wa uongo kufanya kazi na mpinga Kristo, roho ya mnyama, roho ya joka na roho ya nabii wa uongo ambayo inafanya kazi sasa hivi. Asilimia kubwa ya maisha yetu ya kiroho yameathiriwa. Moja hapo ni imani potofu ambayo huwezi kuigundua kwa sababu huna Roho Mtakatifu. Wewe una mizimu. Huyu anayekuongoza na mizimu. Unagunduaje? Mizimu kwa mizimu connection. Sasa tunaangalia unajitoaje kwenye mizimu
Mizimu haiwezi kutoka kwenye maombi. Tunaweza tukakuombea hivi ikaisha kujua. Mizimu inatoka kwa ajili ya maisha yako, kuwa maisha yanayompendeza Mungu. Ndio kitu cha kwanza kinaweza kuzuia mizimu kutawala maisha yako. Ni maisha yanayompendeza Mungu, maisha matakatifu, maisha ambayo unafuata sheria za Mungu. Hayo maisha mizimu inakuwa haina nafasi. Kwa nini? Kwa sababu damu ya Yesu inaendelea kukukomboa na kukuweka huru, na wakati wote ule moto wa Roho Mtakatifu unakuwa upo active ndani yako, na unapokuwa active hakuna roho yoyote ambayo inaweza kukugusa. Asilimia kubwa maisha yetu yameathiriwa na mizimu ya ukoo. Mizimu ambayo inakuletea mema bado tu ni miungu, kwa sababu yenyewe inashika nafasi ya Mungu. Hata kama inakuletea mema, Biblia inasema usio na miungu mingine, mwabudu Mungu wako, usio na miungu mingine. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Hawezi kukubali uwe na miungu mingine isipokuwa yeye tu. Lakini yale mema sio mema ambayo yanakuwa ya muda mrefu sana, kwa sababu mizimu inayokuongoza kwenye hayo mema itakupotosha tu, itakupeleka pabaya, itakupeleka katika maangamizi. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna roho ya shetani, na Biblia inasema shetani hajaja hapa ila kuua, kuchinja, kuharibu na kuangamiza. Kwa bado tu utapelekwa sehemu mbaya. Kuna mtu mmoja kana anasema, sasa inakuwaje tuende kutambika, labda mambo yatakaa vizuri, kwa sababu mizimu inatupigia kelele hivi na tuletea laana. Kweli unaweza ukatambika na mambo yakawa nini mazuri, lakini sio Mungu. Utatambika leo, utaambiwa kwamba mizimu inataka kondoo wawili. Utatoa kondoo wawili, utaenda kuchinja, na inataka nini? Inataka mbege. Utaenda utanunua mbege, utaenda kumwaga pale mbege, basi mizimu. Na mizimu mingine anakuambia hivi, nenda kwa watoto yatima, kawape chakula. Mizimu, nenda kawasaidia watu yatima, kawape chakula, walishe. Lakini mizimu, na bado unafanya hayo mambo, tayari mambo yanakaa nini? Yanakaa vizuri. Lakini anakuambia hayana guarantee. Kwa sababu kuna kipindi tu yatataka tena sadaka zao, kwa sababu ni miungu. Yatakwambia sasa hivi hatutaki kondoo. Mizimu inataka nini? Mizimu inataka ng'ombe, utanunua ng'ombe. Itaenda tena sehemu nyingine, haitataka tena ng'ombe, itataka mtu, kwa sababu ya matambiko ya zamani. Umezaliwa kwenye familia ya kichifu, chifu alikuwa anazikwa pamoja na watu waliokuwa hai, vijana wanazikwa hapo. Mizimu itataka tu watu baadaye, kwamba tunatamani ile sadaka ya mtu, uhai wa mtu, damu ya mtu. Utafanyaje sasa? Na ukikataa inakuangamiza wewe mwenyewe, na unakuwa mikononi mwao, ni rahisi kukuua. Kuna mtu mmoja alikuwa ananyadisia Mbeya, nilikutana naye. Alienda kwa mganga. Kwa mganga alipokuwa anamtibia akasema, mizimu yenu mikali sana, yaani siwezi nikafanya chochote. Yaani cha maana ni kuisikiliza mizimu yenu inataka nini ndio tufanye, lakini siwezi nikakutibia vitu vilivyokuwa navyo. Mganga huyo mama yupo Mbeya, lakini mganga wake Njombe. Anatoka Mbeya anaenda Njombe kwa mganga mama. Anasema alipoenda kula kutibiwa, yeye anafanya biashara, akataka kuona kwamba biashara zake ziendelee na nini. Sasa watu wa huko wengi wanapenda mambo haya. Anasema wewe siwezi kukutibia kwa sababu mizimu yenu mikali sana. Na hapa ninachokiona hapa, mizimu inataka vitu vyake. Kwa hiyo inataka nini? Inataka kondoo. Kondoo ngapi? 5. Akapeleka kondoo 5. Alipoweka kondoo 5 akachinja pale, akampa na chake mganga. Akasema mganga anasema yeye anataka 100,000 tu. Akampa 100,000, wakachinja kondoo wale 5, akarudi pale kwenye maisha yake ya kibiashara. Biashara ikafanya uvuvu. Akakaa, alipokaa baada ya mwaka mmoja akaambiwa rudi. Hakurudi. Akawa sasa nipo busy na shughuli zangu nyingi, akakuta zile shughuli zinafanyaje? Mara huyu kakimbia na hela, mara huyu kasema fanyaje, huyu kapoteza, mara imetokea hivi, mara mambo mengi ajabu. Akakumbuka itakiwa arudi baada ya mwaka, na yeye amepitiza miezi karibu 3. Akabidi arudi kule. Akaambia wewe, nisikwambia urudi, unaichezea mizimu itakuharibia. Sasa kweli shaanza kujaribia. Sasa hivi ni nini? Wanataka kondoo 12. Akatoa kondoo 12. Akaendelea, aliporudi huko mambo yakarudi tena juu. Akaendelea. Baadaye aliporudi tena kule mwaka mwingine, miaka ilipopita, anaendelea kuwa mtu vizuri. Ni mtu ambaye yupo vizuri kweli kiuchumi. Jenga nyumba kubwa, ana magari. Akarudi kule. Aliporudi kule akaambiwa sasa hivi ng'ombe wanataka. Hataki tena mambo ya kondoo. Ng'ombe 5, kana ng'ombe 5. Ana mabucha kila sehemu ya kwake na anauza kweli. Na ukipita wewe ambao una Roho Mtakatifu hapo, unaona nyama hata kama mbaya,
roho inakushikilia kwamba njoo ununue hapa, na unaenda kununua kwa sababu wewe mwenyewe si una connection na mizimu, huna Roho Mtakatifu. Ana vitu vingi alivyoanzisha. Anasema kuna kitu alikianzisha pale sehemu, yani kaduka, alafu na sehemu ya vinywaji. Anasema wachungaji walikuwa pale ndio wanakutanika kunywa soda Jumapili jioni. Wachungaji wao wanakutanika pale, wanakunywa soda, wanaambiana mambo ya kanisa. Vipi leo? Ibada imeendeleaje? Nzuri. Hana taarifa nao sinajua connection nao zipo humo, zimewavuta. Sasa mwisho wa siku ambayo kilicho kibaya tunapozungumza sasa hivi, amebaki na nyumba tu. Amebaki na nyumba, lakini kiafya yupo vizuri. Ndio tulikuwa tunaomba naye. Alikuwa na wake wawili, mmoja kashakimbia kutokana na mazingira. Amebaki mmoja, huyu mbii mkubwa. Ni kwamba mwisho alimwambia mizimu inamtaka nani? Mama mzazi. Ganga sema mizimu inataka mama mzazi. Amewekewa beseni hapo, limewekwa maji. Anaambiwa angalia hapo. Akiangalia anaona sura ya mama yake kabisa hii hapa. Ameshaambiwa kisu hiki, choma hapa. Hataki mbuzi wala ng'ombe uje naye, unatakiwa uchome hapa. Alipofikiria, mimi nimeishi na mama ndo amenilea, baba alifariki muda mrefu. Nilipofikiria hayo nikasema hapana, bora nife mimi. Na baada ya kukataa, akampa muda. Ganga akasema nakupa siku 30 jifikirie urudi. Wamekupa siku 30 jifikirie. Siku 30 hakurudi. Ndipo sasa biashara zote ziliondoka na ugonjwa juu ambao umetoka huko from nowhere, akaparalyze, akawa HIV positive. Yote hayo ni nini? Mizimu. Sasa kuna ile mizimu ambayo naosema kama hiyo ya kwanza inataka maagano hayo sadaka, lakini kuna mengine yanakuwa tu hayataki sadaka, lakini yenyewe yanakuongoza tu, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, kwenye mambo ya ajabu. Na hii mizimu inaweza siwe kwenye ukoo. Unaweza ukachukua mizimu ukawa na uchawi wa mizimu. Unajua kwa nini wanatumia sana uchawi wa mizimu upande wa madhabahu? Kwa sababu mtu mwenye mizimu hawezi kuwa na shida na uwepo wa Mungu. Si unanielewa? Yaani mtu anaweza kaa na mizimu akazama kweli kweli. Yaani tukiabudu hapa anazama kweli kweli, yani uwepo mpaka unashuka, lakini ana mizimu. So mizimu haiogopi uwepo wa Mungu wala haifarakani na uwepo wa Mungu kama unayo hata siku moja. Lakini tukizungumzia maruhani, ruhani ni jini ambaye yeye ukila tu kitimoto kashakimbia. Yaani ukila kitimoto tu hayupo na wewe, yani sio rafiki yako tena. Ruhani akisikia tu jina la Yesu hayupo sawa. Na majini hayawezi kukaa kwenye uwepo wa Mungu, hayakai. Na mapepo pia yanayolipuka, ni mapepo. Huwa jini alipuki, unajua. Yuga akikaa ndani yako unaona tu mtu kama na kiburi hivi. Jua na njia na majini. Na kwa kama kiburi lakini kimya. Hao wanatuvunjia viti, hawa ni mapepo tu. Tena ni wadogo, ambao hata wewe hapo ukiwa una ujasiri unawatoa tu. Kwa sababu ni jina la Yesu, tukisema kwa jina la Yesu toka. Ukimwambia tu leo, siku ya leo ndio siku yenu ya mwisho, tayari wenyewe wanaanza kulipuka. Sasa unatoa vipepo sana na nguvu ya Mungu. Unajua na nguvu ya Mungu, una nguvu gani ya Mungu yani? Pepo. Leo mtu akitoa kanisani pepo 2 3 tayari mtumishi anafungua naye kanisa. Vipi? Analipua pepo. Sema amina. Na pepo yanalipuka tu, yanalipuka ovyo ovyo. Na unaweza kuona analipua hata sio yanatoka. Kwa sababu ili kuhakikisha yanatoka ni mazingira ya mtu. Na huyo pepo anaweza asiwe kwa ndani ya mtu, akawa ndani ya nafsi. Na huyo mtoi, kwa sababu yupo anayecontrol nafsi. Yaani yupo nje huko. Na ndio yule pepo ambaye anakuambia mimi leo stoki. Wao unitoi. Mnashinda naye hapo masaa 5. Mpaka sauti zinakwama. Kumbe linawachezea. Alipo huko ndani, alipo mbali, lina control nafsi ya huyo mtu. Nilienda sehemu nikakuta watu wanalipua pepo yani masaa. Sasa tumeanza naye asubuhi huyu. Asubuhi, yani ni bishi. Hili ndo lenyewe lile. Nikamwambia hakuna lenyewe. Nikawa naongea nao, nikamwambia sikizeni, huyu mpepo mbona hamna?
Huyu ni nafsi yake tu huyu mtu. Tena ninawakunjia mpaka 4 hivi. Naambia leo amnitoi. Nikaambia nafsi yake hapo. Na mtu hivyo nikwambie, mpige makofi, alipuki tena. Si nafsi. Wewe mpige kofi zito uone. Alipuki tena, anaacha. Kwa nini? Kwa sababu pale ni nafsi inachezewa. Yaani pepo yupo mbali, ila tu huyu mtu ana udhaifu kwenye nafsi yake. Kwa sababu tayari pepo lishaingia ndani yake. Ni kama Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikugusa siku ya kwanza tu akakujawa, ukaanza kunena kwa lugha, tegemea siku zingine hizi sio Roho Mtakatifu, ni wewe nafsi yako tu. Utaanza rabo shanda raba baba. Kuna mtu mmoja kanisani, tuombee taifa. Jamani, tunaenda kuombea taifa. Hatujasema ndio tunaombea nini katia. Laba shaka raba baba. Hata hajajua tunaombea nini. Wakati mwingi sio Roho Mtakatifu, ila kwa sababu huyu mtu tayari roho alishamshukia, ile lugha tayari ipo na nafsi yake ipo, kwa ananena. Mara nyingi watu wananena. Na siku nyingine mtu ameshiwa cha kuomba, ndio namsikia rabo baba, riba baba, riba baba, riba baba. Yaani hapo amechoka kuomba, riba baba, rabo baba, ya mashanda. Lakini mawazo yake hata yapo, ya mashanda ya mashanda. Anaangalia feni, sasa hii feni kianguka sitakuwaje siku moja. Rama shanda rama. Roho hawezi akanena kwako, nafsi yako inaangalia feni, hapo unaanza kufikiria mabaya ya feni, kwamba hii feni je kianguka hapo itakuwaje. Kwa nini? Kwa sababu roho ashashuka juu yako siku moja, hii nyingine inaendelea. Sasa kuna mtu mwenye pepo alishawahi kupagawa na nini? Na pepo. Alishagawa pale, nafsi yake ishaharibika. Wala huyo mtu hana upako wote ule, akaingia tu yule mtu. Tayari wewe huko unaanza kushekisheki tu hapo pepo. Wakati mwingine sio pepo, ni mtu mwenyewe binafsi. Kwa sababu tayari ishamwathiri nafsi yake. Sasa huyu mnaweza mkapata shida naye. Nikamwambia huyu hapo, huyu pepo hata yupo hapa. Hii ni nafsi yake huyu. Mnahangaika na huyu mtu. Hii nafsi yake. Hebu mwacheni hapo. Wamemshika shika, wamemkamatia hivi. Waambia mwacheni hivi. Wakamwacha. Unajua ukimwambia na yule nafsi inamrudi. Ndio ikawa nini? Hamna pepo tena. Na nikamwambia wewe una pepo. Lakini angalia shetani asitumie nafsi yako kuanza kuleta hisia, kuzifili zile hisia za kipepo, alafu linalipuka. Kwa sababu nafsi inaweza kufanya chochote. Inaweza kulazimisha hata mwili kama umechoka, uwe na nguvu, uwe ufanyaje, unalazimisha. Kwa sababu ya nafsi ndio inao control yote yanayofanyika na anayoyasema. Yule mtu akafunguliwa. Dakika tu akitangia asubuhi. Arusha hapo. Tangia asubuhi tu wanahangaika naye. Watumishi wamemwombea yani mpaka wamechoka, mpaka sauti zimekwama. Hayo pepo gani huyo? Kumbe lijitu tulipo hapo. Wewe pepo analipuka hapo, sio nini? Kachoka nini? Anaomba maji ya kunywa, naomba maji ya kunywa. Wengine sema pepo usimpe maji. Mwingine mpe bwana, labda ndo anatoka kwenye maji. Wanampa maji anakunywa, anamaliza anatulia. Pepo. Message imeingia kwenye simu tititi, anaangalia simu, pepo kweli. Anasoma message na amemaliza, anaweka simu mfukoni, anaendelea tena kulipuka. Sema amina. Sasa kuna mizimu, roho za mizimu. Roho hizo ndio zinatesa maisha. Kwa nini? Kwa sababu hata ukiwa ni mtu ambaye ni wa Mungu, unaweza ukawa unaongozwa na mizimu. Na mizimu inakupa connection na maroho mengine. Mzimu anaweza kuambia nenda kwa mganga fulani. Na ukaenda kwa mganga, huyo mganga akasema nilikuona tangia jana ukiwa unakuja hapa. Mizimu connection inaweza kukupa inaweza kukupa connection na waganga. Anakuambia kwamba nilikuona tangia jana na nilionyeshwa unakuja hapa. Huyu alienda kwa mganga, lakini mganga alipomwangalia akasema mizimu yako mikali. Mimi natakiwa niangalie mizimu inayosema ya kwako. Siwezi nikakutibia.
Sema amina. Haleluya. Kwa hiyo sasa tunatakiwa tutenganishwe na mizimu. Watu wengi wana mizimu, watumishi wengi wana mizimu. Na issue ya mizimu, kama shida uliyokuwa nayo ya mizimu, hakuna maombi ya kukuombea ya kusema wewe ufunguliwe. Kuna kanuni, ila kuna kanuni za kufunguliwa. Kanuni mojawapo ni kuwa vizuri na Mungu, kuishi maisha matakatifu, lakini pia kuwa ni muombaji na kumruhusu Roho Mtakatifu aseme na wewe. Shida nyingi tulizokuwa nazo ni na mizimu. Mabaya mengi tuliyokuwa nayo ni kwa sababu ya mizimu. Mizimu inashikilia familia. Kila familia ina mizimu, yategemea na utendaji wake. Lakini tukizungumzia mambo ya mizimu kwa Tanzania, ambayo imesheheni sana, kwa sababu watu wanafanya maagano sana. Moshi, Arusha, Bukoba, Mbeya, hii sehemu mizimu imelishwa sana. Mzalamu ana shida zake tu, lakini huwezi kuona Mzalamu ameenda kutambika. Anatambikia wapi kwanza? Kwa sababu hata sehemu ya mizimu washaiuza. Anatambikia wapi? Maana sehemu ya mizimu ya kutambikia washaiuza. Amewaachia watu ambao wameuziwa hapo, wanahangaika na hiyo sehemu na hiyo mizimu iliyokuwepo hapo. Kwa kuna kabila ambazo bado madhabahu zipo hai. Kuna sehemu ambazo zipo hai, Shinyanga, Mwanza, Tabora huko, madhabahu nyingi zipo hai. Sema amina. Naomba tusome Ezekiel 16 tumalizie hapo. 16 Ezekiel 16 mstari wa 4 na kuendelea. Na katika habari ya kuzaliwa kwako, na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, siku ile ulipozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa, hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lililokuhurumia, hakuna jicho lililokuhurumia, ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kuhurumia. Amina. Mwanza 2 ili tuelewe anayeambiwa hapo ni nani. Mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, Bwana Mungu anaambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako, asili yako na kuzaliwa kwako ndio inatokana na mizimu ya ukoo. Tunaita roho za familia. Roho za familia ama madhabahu ya familia, kutokana na ukoo unaotokea, ndio ina control maisha mengi ya watu katika maisha yetu. So nilikuwa nasema mzimu wa tatu. Mzimu wa tatu ni ile mizimu ambayo inakufuatisha wewe. Nimesema ya kwanza inaleta laana na mikosi. Ya pili inakuletea mafanikio. Haina shida na matambiko ambayo yafanya, lakini inakukontrol tu maisha yako. Inakuletea mafanikio ambayo ya masharti wakati mwingine, au inakuongoza kwenye mambo fulani mabaya. Unakuta unalimzimu tu linataka uwe na wanawake wengi, kwa sababu tayari kuna babu alikuwa anaishi na wanawake 10 na wewe unatakiwa uishi na wanawake 10. Kwa hiyo ni mzimu ambao linakuletea kama mema, lakini na mabaya pia ya kitabia ambayo mbele za Mungu sio mazuri. Lakini kuna mzimu ambao wenyewe unakusikiliza wewe ni nani. Ukienda hivi lenyewe linakufuatia huko, linakutia nguvu katika kila jambo unalolifanya. Ndio tunaongea hapa mchana, tulikuwa na mtumishi mmoja kule Malamba Mawili kule. Sehemu moja alikuwa anafanya huduma. Namtoleaga ushuhuda sana, kwa sababu yeye alitamani kuwa kama TB Joshua. Alikuwa anasali TAG, akatamani kuwa TB Joshua. Lakini yeye akaamua kufunga siku 7 kavu, ili ile nguvu iliyokuwa ya uponyaji ya TB Joshua hiyo juu yake. Akaenda sehemu kwenye machaka tu, akatafuta machaka huko pwani. Akakaa kwenye hilo machaka siku 7. Anaomba kavu, hajaweza hata kufungulia 7. Kakaa huko, katoka huko. Alipotoka huko, alitoka na maroho na mizimu ya ajabu. Kawa kwenye kanisa anatabiri tu watu, anatabiria watu. Akianza kutabiri hapo, anatabiri hapa, anaenda kuangukia kule kwenye mtaro. Watu wanambeba kule, wanamrudisha kanisani tena. Kavaa shati jeupe na tai yake imechafuka matope, kaangukia kule. Alafu anauliza, Mungu amesema nini leo? Naanza kuambia. Akawa anagombanisha watu wanaokuja hapo. Kagombanisha familia moja ipo vizuri tu. Mtu kaja na mkewe mjamzito. Siku zimepitiliza za kujifungua. Kaja kuombewa kwa nabii. Nabii anasema, naona hii mimba hii sio ya huyu baba.
So baba, vipi tena? Bwana anasema, namuona kijana analeta maji na mkokoteni hivi, anavaa shati fulana, imekatwa. Na kweli huyo kijana analeta maji hapo kwenye nyumba. Na shetani ni baba wa uongo. Yaani kuna maneno, kwenye maneno yake 5 atakwambia 2 ya kweli, 3 ya uongo kukuharibia. Ukweli ni kwamba kijana yupo, anavaa nguo hiyo hiyo na analetaga maji kwenye matololi. Uongo ni kwamba sio kweli kwamba yule dada alikuwa na connection na huyo kijana. Unabii unatolewa hapo. Nabii mwenyewe ufahamu hayupo, anatabiri hapo, ndo anasema hivyo, kafumba macho. Huku ugomvi unaendelea, watu hapo ugomvi, fujo. Baba yule anasema haiwezekani. Ndio hivi kweli. Huyu nabii mwenyewe bado ufahamu ujaja, ndio sasa roho akimtoka ndio anazunguka sasa mpaka anaenda kuanguka kule. Watendakazi wanaenda wanamchukua, wazee wa kanisa wanamrudisha tena kanisani nabii wao. Nabii naye hana chochote anacho, kashaharibu hapo nyumba ya watu, ndio hana habari. Anauliza, leo Bwana kasema nini leo? Ndio anamwambia, Bwana kasema mimba ya yule sio ya yule. Kumbe leo hana habari. Kumbe ni mzimu aliyotoa kichakani huko. Kama una mahusiano mazuri na Mungu na uendi kwa waganga, lakini unafanya vizuri, na mizimu. Kuna roho zingine ni mtu tu ambayo mizimu inamuongoza, wala hajaenda hata kwa waganga. Asilimia kubwa kwenye mambo ya huduma ya makanisa tuliokuwa nayo hasa Afrika, unakuta lijitu tu halina connection ya uganga wote, ila lina mizimu inayomuongoza, fanya hivi. Unajua Mungu amenigusa, ameniambia. Amekwambiaje? Ameniambia tu niende nikachukue mafuta ya simba. Mafuta ya simba? Nimepata ufunuo. Nimekutana na mtu mmoja hapo airport. Mafuta ya simba? Ufunuo wake hatari sana. Tumishi huyu Mluguru, Mungu amrehemu, na naamini kwamba alipata nafasi ya kutubu. Maana tunavyozungumza amefariki sasa hivi. Ni mtu wa karibu. Alishawahi kuokoka kwenye sehemu ambayo sisi ndio tulikuwa watenda kazi, akaokoka hapo. Wakati sisi tunainuliwa kihuduma, akaokokea hapo. Alikuwa Ubungo hapo anafanya kazi, alikuwa mpiga debe wa Ubungo miaka hiyo. Ubungo hapo alikuwa maarufu sana. Akapata neema ya wokovu, tukamuongoza. Akatukuta sisi tupo pale, tukamuongoza. Tukakaa naye vizuri, lakini baadaye akaacha wokovu. Akarudi kwenye mambo yake, maeneo ya Keko hapo Magulumbasi. Baadaye tena akarudi tena kwenye wokovu, akarudi kwa nguvu. Aliporudi kanisani, kitu cha ajabu, akawa na roho, akawa anaanza kuhubiri mitaani. Mitaani anahubiri. Yaani tukashangaa sana, huyu jamaa bwana amekuja kwa kasi. Akainuliwa kama mchungaji. Baadaye akajitoa kwenye kanisa, akajiongoza yeye mwenyewe, akasema nimepewa neema ya kuendelea na huduma mimi mwenyewe. Akawa yeye airport hapo, maeneo ya airport karibu na bonde la Msimbazi. Ameendelea kwenye huduma. Ndio tunazungumza, una wito lakini una direction, una maono. Akaendelea kwenye huduma, anaendelea. Kwa hiyo kila kitu anachokipokea ndio hicho anakifanya, kwa sababu hana maono. Lakini mwisho wa siku akaanza na mafunuo sasa. Akaanza na mafunuo mmoja hapo, ndo akapata maono hayo ya kutumia mafuta ya simba. Akaenda kwao Morogoro. Kuna sehemu moja inaitwa Doma. Kabla hujafika Mikumi, sehemu moja inaitwa Doma. Ni karibu sana na mbuga. Kaenda kule kwao, akaulizia mafuta. Mafuta ya simba huwezi kuyapata kwa watu, yanapatikana kwa waganga tu. Akaenda kwa mganga, akachukua lita 1 kwenye kile kichupa cha lita ile. Lita 1 nzima akaichukua. Jumapili alikuwa anapaka usoni na viongozi wake akawa anawapaka, ndio anaanza kuhudumu. Akaanza kuunguruma kama simba, akishika maiki tu unaanza kusikia lakini akianza kusema hivyo tu, hata hajasema hata jina la Yesu, mapepo yanafanyaje? Yanalipuka. Kiboko yetu kaja, kiboko yetu, lipuka mapepo. Ndio siku moja nimemtembelea 2008 hiyo. Naona nina nani hapa, nina mafunuo. Mafunuo gani? Anaonyesha kile kinani cha mafuta ya simba. Na mafuta ya simba, na paka uzirisho wake ni wa ajabu sana. Mapepo yanalipuka. Mafuta ya simba. Kwa hiyo sio mwenzangu tena. Ufunuo umeupata wapi? Nimeongozwa tu na roho. Mzimu
Na huyu mtu hana connection ya waganga wala nini. Ni mtu ambaye kila saa yupo tu kanisani. Na alikuwa ana shida moja hapo ambayo ilikuwa inaniuzi sana mimi ni ile tu kwamba mke wake alikuwa anamhesabia, haya kitunguu shilingi ngapi? Shilingi 50, anampa 50 hapo. Na gari shilingi ngapi? Ndio hicho kwa news. Ukimtembelea unakuta tu kaja kanisani pale wife anamhesabia mpaka shilingi 50. Hapo sinarudi 100 hiyo narudi 50 hapo. Mnulia nani sasa? Akishamaliza hapo ananichukua mimi tunaenda huko kwenye chips. Iko ndio kwa news. Hawana shida nyingine. Tuenda kwenye chips huko. Agiza chips hapa. Si nini kuku. Lakini mke wake alikuwa anamhesabia hapo kitunguu shilingi ngapi. Haina kwa shida nyingine. Ila sasa ufunuo unakuja kwa nini? Kwa njia ya maroho ya mizimu. Inakupeleka kwenye maagano, inakupeleka kwenye vitu vya ajabu na vinakuwa vina matokeo. Lakini mwisho wa siku baada ya kuunguruma ikaanza sauti haitoki. Kwa hiyo akawa anatupigia simu, naomba uje kuhubiri. Sasa mimi nilikuwa kipindi hicho tangia niombe sikuwahi kwenda. Maana ilikuwa 2010. Sauti yake ikawa sasa hawezi kuongea. Sasa nikitoa sauti hapa panauma. Sauti haitoki. Kuna rafiki yetu mmoja anaenda pale Jumapili anahubiri. Yeye hawezi kuhubiri. Baada ya muda kidogo tukasikia ni mgonjwa sana. Nikaenda kumtembelea akiwa mgonjwa, nikakuta amekonda, tumbo limejaa hivi. Ni wewe? Anasema ndo mimi. Aise, waumini wanakuja pale, kila muumini akija analia. Anaambia usiogope. Sauti ya mbali, msiogope. Tapita tu hapa, tapita. Alikuwa na imani sana. Tapita ndashinda. Hali ilikuwa mbaya akapelekwa Amana ikawa mbaya akapelekwa Muhimbili kufika pale akasema na kansa ambayo tayari too late. Huyu tu kurudi nyumbani. Akarudishwa nyumbani, ilikuwa aende sio Ocean Road sio nini, akapelekwa hapo, akarudi nyumbani kufika hata wiki. Akafariki. Ndio maana tunasema shetani haji ila kuiba, kuua, kuangamiza. Hata akikupa faida ni ya muda mchache tu. Watu wote ambao wanasimama na kutumika na shetani ni kwa muda mchache tu. Amekupa tu miaka fulani ya kukaa sehemu fulani, lakini mwisho wake ni mbaya. Sema amina. Unajua kuna mizimu ambayo inaweza kufanya familia mkawa mpo vizuri kwenye elimu. Yaani watu wote mnakuwa wa kwanza tu darasani. Lakini sio wa kwanza kwenye maisha. Sasa watu wamesoma sana lakini hamna kitu kinachoendelea. Hii ni mzimu. Kuna mambo bado yanaonekana kama mema shetani anaweza kuyafanya. Lakini mwisho wake ni mbaya. Kwa sababu shetani hana jema ndani ya maisha yetu. Naomba simama pale ulipo. Simama pale ulipo, tuombe. Kwanza tuombe maisha yetu. Mungu ayatengeneze. Maisha yetu yawe pamoja na Mungu. Nilisema kuna kuongozwa na Roho, lakini pia kuna kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Unapoona kama miali ya moto, manake Roho Mtakatifu alishuka juu siku ya Pentecost kama miali ya moto kwa wanafunzi wa Yesu. Ilikuwa ni kuharibu na kuteketeza falme zingine na mamlaka zingine ndani ya huyu mtu. Kuna watu wengi wapo ndani ya Mungu lakini mizimu inawatawala sana. Roho za mizimu zinawatawala sana kuliko kitu chochote. Kuna watu wanasali sana lakini mizimu ina nafasi kubwa sana. Kwa sababu wanasali tu lakini maisha yao hayana ushuhuda. Kwa sababu ili ushinde lazima uwe na maisha ambayo Roho Mtakatifu, Biblia inasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lazima Roho Mtakatifu akae ndani yako, awe na muda na wewe. Leo hii tunavunja kila roho ya uasi iliyokaa ndani yetu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuna matatizo hayawezi yakatoka juu yako mpaka uamue kuwa vizuri na Mungu, kutembea vizuri na Mungu, kuishi maisha mazuri na Mungu. Nifuatishe maombi, sema kwa damu ya Yesu ninakamata kila maagano
na kila madhabahu ambayo sio ya Mungu ndani ya maisha yangu katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya rehema zako na neema yako juu yangu katika jina la Yesu. Asante Mwokozi kwa sababu ya neema hii juu ya maisha yangu. Ninafungua hatima ya maisha yangu. Ninajitenganisha na kila madhabahu ya familia, najitenganisha nayo. Laana ya ukoo, laana ya ukoo wa baba yangu na mama yangu, ninafuta hizo laana. Hazina mamlaka kuyatawala maisha yangu katika jina la Yesu. Ninajitenganisha na laana ya ukoo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba rehema zako na neema yako juu ya maisha yangu. Kwa damu ya Yesu ninavunja laana ya ukoo katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila laana kwenye maisha yangu na familia yangu, watoto wangu, uzao wangu, ninaikataa kwa damu ya Yesu. Kuna vitu naona vinatokana na familia. Unaweza kuwa ufanikiwi kwa sababu ya laana ya ukoo. Laana ya ukoo ikafanya usifanikiwe kwenye mambo yako, vitu unavyovifanya. Na laana ya ukoo inaweza kukushika wewe tu, afu ikawacha wenzio kwenye watu 5. Ukawa wewe ndio imekushika zaidi kuliko wengine, imekuchagua. Kwa sababu wewe una majina yote ya mababu, ya mashangazi, ya mabibi. Kwa nini sio kwako kubwa sana kuliko wengine? Lakini inaweza kuwashika watu wote. Sema kwa damu ya Yesu, kila madhabahu ya familia ninaikataa kwa damu ya Yesu. Ushawahi kufanya biashara? Naona biashara, ila naona tena biashara. Lakini naona yani kama mambo ya M-Pesa. Mwaka gani unafanya? Leo unafanya? Imeshaisha. Hii biashara ya muda mrefu mimi nazungumzia miaka mingi. Mwaka jana ndio hujaendelea tena. Ilianza lini? 2021. Ikawa imekufa kabisa. Naona iko kitu. Ninaona kuna mafatilizi ambayo yanatokana na familia, roho ya familia. Nisikilize, mnaweza mkaungana, unajua mkiungana mke na mume mnakuwa mwili mmoja au mjui hivyo? Wale ambao mliolewa, mliopata neema kuolewa, sawa, mnakuwa mwili mmoja. Mnapokuwa mwili mmoja, mnashare pia mizimu, unajua Inategemea mizimu hii inafanya nini. Kama mizimu mibaya, mikosi yote inakuwa pamoja. Sema amina. Kuna mizimu ambayo inawafanikisha, kuna mizimu ambayo inawashusha, kuna mizimu ambayo inawaacha kidogo alafu na mizimu inafuatilia familia nzima, ila sehemu na sehemu. Nifuatishe maombi yasema kwa damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya rehema zako na neema yako juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Asante Mwokozi, leo hii ninajitenganisha na roho za familia kwa damu ya Yesu. Nikwambie kitu, familia tulizokuwa nazo zina roho za mizimu ambayo inatawala, na ikitawala inatengeneza mazingira ambayo yanaweza sio moja kwa moja, lakini kuna vikwazo ambavyo vinaweza vikatokea katika ulimwengu wa roho kutokana na roho za mizimu.
Unaweza kukuta watu hawana shida, lakini ni watu ambao hawana mawasiliano. Na hii inatokana na nini? Sio tu kwamba hamna ukaribu, lakini tu inatokana na mazingira ambayo kuna roho tu humo ndani inafanya kazi. Sema amina. Na usipojiangalia unaweza kujikuta wewe ukawa na mazingira yale yale ya familia. Kama sio wewe, basi watoto wako wakaja kuwa na mazingira yale yale ya familia, yanafuatilia. Kuna mtu alisema, mimi katika maisha yangu sitaki kuwa na wake wengi kama baba yangu, kwa sababu ya mateso ya uchawi, ya mafarakano, ya kutokuwa na maelewano kutokana na familia tofauti, matumbo tofauti. Lakini alipokuwa mkubwa alifanya zaidi ya baba yake. Maana baba yake alizaa na wanawake 3, yeye amezaa na wanawake 7. Na kila mwanamke ana mtoto. Kuna mazingira ambayo yanakujia tu automatic kwa sababu ya mizimu ya familia. Kuna mambo yanatokea kwa sababu ya mizimu, kuna magonjwa, kuna matatizo, kuna vitu vya kiuchumi vinavyoendelea, ila ni kwa sababu ya familia. Nifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, ninaomba rehema na neema yako juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya rehema na neema yako katika jina la Yesu. Asante Mwokozi kwa ajili ya kibali hiki na neema hii. Asante Bwana Yesu. Sema asante Bwana Yesu kwa ajili ya rehema na neema yako juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Kila roho na kila maagano ambayo yamesimama kwenye vyanzo vya familia yangu, kwa jina la Yesu, madhabahu ya familia haitaleta laana juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Ninajitenga leo na roho za familia kwa damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya rehema zako na neema yako juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Ninavunja kila agano na kila nguvu iliyosimama kwenye maisha yangu kupitia madhabahu za familia katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Chukua sadaka yako tumtolee Mungu. Lakini saa 12:30 tunamaliza ibada. Ninaibariki zaka hii. Ulisema Bwana utamzuia yule alaye, ukamfungue madirisha ya mbinguni, ukamzuia yule alaye uchawi, uganga, ushirikina, utafanikiwa katika uchumi wake katika jina la Yesu. Amen. Ninaibariki zaka hii katika jina la Yesu, ukamzuia yule alaye. Ninaachia ulinzi na madirisha ya mbinguni yakafunguke kwa ajili ya uchumi na fedha katika jina la Yesu. Amen. Ninabariki shukrani hii, Bwana ukamtendee katika jina la Yesu. Amen. Shukrani ninaibariki katika jina la Yesu. Amen. Ninabariki shukrani hii, Bwana ukatende makuu katika maisha yake katika jina la Yesu. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo ninaachia baraka hii, sadaka hii kwa ajili ya maumivu katika jina la Yesu ya mwili. Ninaenda kuondoa maumivu ya mwili kwa jina la Yesu Kristo anayetolea hai. Ninaenda kuibariki katika damu ya Yesu. Amen. Amina. Ninaibariki sadaka hii ya shukrani, Bwana ukatende katika maisha yake katika jina la Yesu. Amen. Ninaibariki zaka hii katika damu yako ya thamani Yesu. Iwe baraka juu ya maisha yake kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anayemtendea hai. Baba ulisema utamzuia yule alaye katika jina la Yesu. Amen.
Ninabariki sadaka hii Bwana. Nimwambia Musa, Bwana wenzao kutoa sadaka kwa moyo wa kupenda. Ninabariki sadaka hii katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba Mungu, tunasema asante kwa ajili ya jioni hii. Asante kwa sababu neema yako inatutosha kila siku na kila saa. Asante kwa jioni nzuri ambayo unatupatia. Wemo nyumbani mwako, katika hema lako wakati huu. Tumesikia, tumejifunza, tumepokea, tumeelewa. Na sasa tunatoka kama watu wapya waliooshwa na kutakaswa kwa damu. Umemtumia mtumishi wako kunena nasi kwa ujasiri, kwa mamlaka yote kama mtume wa habari njema itokayo kwako mbinguni. Na sisi kama watoto wako tumepokea yote uliyonena kutumishi. Ni maombi yetu katika Ijumaa hii na usiku huu kwamba wema na fadhili zifuatane pamoja nasi wakati wote. Hata siku moja asiachwe mtu nje ya kundi. Utusaidie Bwana, neema ya kurejeshwa kundini na kukaa katika utulivu wa mtembeleo wa nguvu na uwepo wako maishani mwetu. Tunaondoka mahali hapa kama majasiri na wajumbe wa habari njema za mbinguni kwamba wewe Yesu ndiye Mwokozi wetu. Tunaibariki na siku ya kesho Jumamosi na ratiba zitakazoendelea mahali hapa. Bwana wewe pamoja nasi katika kila jambo. Na hata siku ya Jumapili tunaleta mikononi mwako. Uitakase, uikubali Bwana, na utukubali sisi wote, dua zetu na sala zetu zifike juu kwako mbinguni, ili sababisha harufu nzuri ya manukato na neema yako kutushukia. Asante Bwana kwa ajili ya kila mmoja, ukatulinde njiani. Wewe ambaye unahesabu hatua zetu ili miguu yetu isijikwae, tusiangukie mabaya. Basi ikawe hivyo kwetu kuanzia sasa, tukatembee katika mwongozo wako na tusiangukie kwenye mabaya katika jina lako. Tunaomba haya tukiamini imekuwa hivyo, ni ndani ya jina lako Yesu Kristo na Mwokozi wetu. Amen. Ushiriki neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Msalimie jirani yako, utakie amani, na wale ambao tunakutana na Prophet Daudi, basi tuendelee kujipanga mstari.